ndoto zake. Praise the name of the living God. Hallelujah. All the destiny killers in the church, we paralyze your powers in the mighty name of Jesus. Hamutaweza kuua hatima nyingine katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao huona vipawa vinachipuka na wanaua hawataweza Mombasa. Tunasema kanisa la Mombasa, wale Mungu anainua majira haya hawatazuiliwa, hawatamalizwa, hawatauawa. Wataona hatima zao zikitimia katika jina la Yesu Kristo. May God deliver your destiny from all the destiny killers in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. There are people with an evil eye, people with jealousy. Praise the name of the living God. Ambao hawataki kuona hatima zikiinuka, zikifanikiwa. Na unajua mzalisha ndiye huwa anajua mtoto huyu kwanza kama ni kijana ama ni msichana hata kabla ya mwenye mtoto. Do you know kuna watu hata kanisani wako na hekima, wanaweza kujua mtu wako na kipawa hata kabla mwenye kipawa hajajua. Kuna watu wako na jisho la kujua na mdoe na kihoyo, huyu mtu wako na kipawa na huyu mtu anaweza enda mbali. Wanaanza kumwotea. Kuna jamii moja ilikuwa na wake 8 na ule mdogo akazaa mtoto. The last wife akazaa mtoto. Jamii ile inaamini kupeleka mtoto kwa waganga ama diviners ndio abarikiwe na afungwe vitu. Walipompeleka, mganga aliposhika mtoto akasema, mtoto huyu naona hatima kubwa. Naona huyu mtoto ndiye atawasaidia nyinyi nyote katika jamii hii. Atawasaidia nyinyi nyote. Alikuwa anasema even the other wives ambao sio mama yake. Akasema huyu ndiye mtoto atakayewasaidia. Mtoto mchanga. Wakaenda nyumbani. Kumbe hawa wake wengine 7 hawakufurahia ile jambo, kujua huyu mtoto wa bibi wa mwisho ndiye atakayetusaidia. So kila wakati wakija wao ni kushika mtoto, walikuwa wanamnenea, utakuwa bure, hautainuka. Hiyo maneno tulisikia, hata wewe haujui, tunayakataa. Yule mtoto alipokuwa, lazima ujue kwamba hata waganga mambo yale huwa naona mengine ni ya kweli. The Bible says God has given his gifts even to the rebellious. The rebellious are the witch doctors, the diviners. Hizo vipawa anatumia sio zao, ni za Mungu. The devil is not a creator. They were wired by God to be prophets in the house of God. Lakini wakachukuliwa na shetani akaanza kuwatumia. Kwa hivyo wako na uwezo wa kuona nyota yako. Bwana asifiwe sana. Ule mtoto akakuwa primary school, baadaye amaliza miaka 8, alimaliza miaka 14, akasoma na shida. University baadaye ya miaka 4 alimaliza miaka 8. Kupata kazi kawa ni shida. Mtoto ambaye alikuwa saidia wale wengine akawa hata kujirisha yeye mwenyewe hawezi kujirisha. Bwana asifiwe sana. Shida. Akafika mahali akalilia Mungu, kauliza Mungu, kwa nini hauwezi kunibariki? Kwa nini hauwezi kunisaidia? Usiku Mungu akamwonyesha ndoto. Akamwonyesha kutoka kuzaliwa kwake, mahali alipelekwa, vile aliambiwa, akaonyesha wakikua, vile alikuwa anashikwa akiwa mtoto, anaambiwa utakuwa bure, hiyo maneno haitafanyika. Akajua shida zake mahali zimetoka. Akasema I retrieve my destiny. Praise the name of the living God. Hallelujah. I retrieve my destiny. Mahali hatima yangu imeibiwa, imechukuliwa, na ichukua tena. Akaanza kuomba. Mungu akaanza kubariki kazi ya mikono yake. Akaanza kuinuka na akawa mtu mkubwa baadaye. Kama hangetambua alikuwa na hatima kubwa, angeishi maisha ya mateso, angeishi akilaumu Mungu, kwa sababu angefikiria hivyo ndivyo Mungu alikuwa amemuumba. Kuna watu wengi wanalaumu Mungu, lakini Mungu alikuwa amewaumba wakiwa na hatima kubwa, lakini ufalme wa giza na watu waovu wakashirikiana ili wakwamishe hatima yako. Praise the name of the living God. Nakumbuka siku moja nilikuwa mkutano wa MBCI, ile hema kubwa huwa tunatumia, na watu wakiomba, tukiwa tunaomba, nikaona watu ni kama wameinuliwa juu. Nikaona maisha ya watu wengi yako na padlock. Nikaambiwa na Mungu, break that padlock
because it is a demonic padlock locking the potential of my people. Watu wengi vile walinenewa na watu wenye mamlaka hawakubarikiwa, wazazi wao hawakuwabariki, walimu wao hawakuwabariki, wachungaji wao hawakuwabariki. Hajawahi kukuta mtu ambaye anamwambia mambo mazuri juu yake. Kila mtu anayemnenea ni kufunga hatima yake, ni kufunga potential yake. Anamuonyesha yeye ni bure, hataenda mahali, hana chochote. Praise the name of the living God. Amen. I break every demonic padlock over your life in the mighty name of Jesus, and I release your hidden potential. I retrieve your destiny tonight. Hey! Praise the name of the living God. Maybe you are saying, Apostle, we came to pray for Mombasa. We need to pray for the peace of Kenya. The reason God has given me this message, I'm speaking to you because our deliverers are in our midst. Kila wakati Israeli kwa inalia, Mungu alikuwa anainua deliverers in their midst. Kabla tujamaliza haya maombi, lazima wale Mungu ameita wakomboe Mombasa, awatoe mahali wako. We retrieve their destiny in the mighty name of Jesus. Watakuwa wafanyi biashara wakubwa, watakuwa wahubiri wakubwa. Mungu atawatumia na njia kubwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno yalinenwa ya kufunga hatima yako, ninayavunja, ninayahukumu ya kwamba yalikosea. Hey! In the mighty name of Jesus. Every imprisoned potential in your life, I retrieve it. Isaiah 42:22 inasema, watu hawa ni watu walioibiwa, wamenaswa katika mashimo, wako katika magereza, wamekuwa mawindo na hapana asemaye rejesha. Kwa nini Mungu anasema watu wangu wameibiwa? Bwana asifiwe sana. Praise the name of the living God. Destinies can be stolen. Hebu angalia jirani yako. Wengine jirani zako wanakaa kama watu wameibiwa. Because what they have is not what they are supposed to be having. Bwana asifiwe sana. Umeshaikuwa hata mhubiri, ukiangalia vile anahubiri, ako na neema ya Mungu, ako very sure vile Mungu alimuita hata akitoa testimony yake, lakini ukiangalia mambo yake anakaa kugaagaa, huduma yake ni kama haiendi mahali. Praise the name of the living God. Anakaa mtu aliyeibiwa. Kwa sababu kuna wezi wa hatima, kuna pickpocket wa hatima. Praise the name of the living God. I release your destiny tonight. In the name of Jesus Christ, I retrieve your destiny. Hey, Shakaba. Rekabaganda Mashata. Rekabaganda Mashata. Can somebody say, oh Lord, I retrieve my destiny from every demonic altar, from every word of authority that was spoken against my life from my childhood. I retrieve my destiny and I break every demonic padlock over my potential in the name of Jesus, and I receive back everything that belongs to my destiny in Jesus' name. Take it back. In the mighty name of Jesus. Destinies can be killed. Ninataka kumaliza. Destinies can be under attack. Destinies can be under attack. You can be the devil does not fight potential. The devil does not fight success, he fights potential. Usifikie ati shetani atakugojea uwe na magari, manyumba, huduma kubwa ndio aanze kupigana na wewe. Hapana. Waliona nyota yake wakaenda kwa Yesu. Herode akauliza ako wapi ni muue. Wakamficha. Kwani mtoto wako na nini? Ni nyota yake inasema atakuwa mfalme. Na kwa sababu nyota yake imesema atakuwa mfalme, auawe, awe attacked kabla hajafanyika. You can be fighting battles. Watu wengi ambao wako na hatima kubwa hupitia mambo mazito. Mimi nilikuwa na answers nikiwa standard 5. Sina wakati wa kuambia mambo yale nimepitia. Mimi nimeandikwa kazi ya houseboy. Mimi nimeandikwa kazi ya kuchunga. Ukiwa na hatima kubwa,
hata jamii yenu inaweza kuwa inagongwa mishale na ni wewe unatafuta. Praise the name of the living God. Kuna wakati nilikuwa naombea dada moja, nikaambia mapepo toka na msirudi ndani yake. Nikasema huyu hatuwezi kumwachilia, afadhali tuache watu 200, lakini huyu tusimwache. Kwa sababu tukimwachilia atatuharibu. Huyu tunajua ile kazi atafanya. Tuambie tuachilie watu wengine 200, lakini sio huyu. Kwa sababu gani? Destinies can be attacked. Wanaona kile ambacho utafanya ukiachiliwa, ukifunguliwa. Praise the name of the living God. May you be released tonight in the name of Jesus. I release your destiny tonight. I release your greatness tonight. In the mighty name of Jesus. Father, release the destinies of your people. Every destiny that is under attack, my Father, let your deliverance. Hakuna mji duniani umekuwa under attack kama mji wa Jerusalem. Kwa sababu gani? Uko na prophetic destiny. Bwana spesa. Kenya, vita vile tunavyopitia sio vita vya NASA, sio vita vya Jubilee, ni vita vya destiny ya Kenya. Ni hatima ya Kenya inataka itafutwe, kwa sababu Kenya ikiinuka itakomboa mataifa, itakomboa ulimwengu. It will be a springboard of revival. Hey! We break every demonic attack over our nation, over our motherland Kenya, in the mighty name of Jesus. Hey! Kenya, you are going to fulfill your prophetic destiny in the name of Jesus. Yes. Kela babo shanda baganda. Unaweza shida ukiongea mambo ya NASA, mambo ya Jubilee, mambo ya wanasiasa, but they are not the problem. What is the attack is the destiny of the nation. Lakini shetani anaweza kutumia mbinu za kisiasa, mbinu za ukabila, mbinu za fitina na mambo mengine, mbinu za kidini, ajaribu kuvuruga hatima ya taifa. Inua mkono wako, sema, oh Lord, I contend for the destiny of my nation, of my county, and I declare, Kenya, you are not going to be attacked and destroyed by the enemy. Oh Lord, preserve the destiny of my nation. Oba, mwambie Bwana, preserve, oh Lord, 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 the destiny of Mombasa County, the destiny of our beloved nation. Preserve, oh Lord, preserve, oh Lord, preserve, oh Lord, preserve, oh Lord. Yes. Kebaba shanda, rebaba shanda baganda. Ukiona Israel inapigwa, Jerusalem inapigwa, it is because of the prophecies, prophetic destiny. Kenya, kile kinachotafutwa ni prophetic destiny ya taifa letu. Shida sio NASA, shida sio Jubilee. Praise the name of the living God. Hallelujah. Shida sio Uhuru Muigai Kenyatta wala Raila Amolo Odinga. Hapana, shida ni hatima ya Kenya. I wish kanisa lingeelewa. I wish watumishi wa Mungu tungeelewa, tungechukua nafasi yetu na tungefungua taifa hili liingie katika hatima yake. Fungua Kenya dakika moja, mwambie Bwana, fungua Kenya. I release Kenya, I release Kenya, I release Kenya into a prophetic destiny. Kenya, you are not going to be destroyed, you are not going to be scattered among the nations, in the mighty name of Jesus. Kenya, 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 Kenya. Rekabaganda rababosha. Wengi mnakumbuka wakati tulipitia vita 207 na 208. Wakati tulipitia hizo vita, nini ilifanyika baadaye? Moto ulikuja supermarket Nairobi, ukasema ukachoma watu wengi sana. Pale kwetu Nakuru tanka gari ya mafuta ikaanguka, ikachoma watu zaidi ya 100. Walichomwa Jumamosi usiku.
Jumapili tukaenda pale, tukaenda kuomba pale, tukasema Bwana, nini hii? Tulikuwa tunafikia ni watu wanauana, moto imechoma watu Nairobi. Hii ni gari imechoma watu zaidi ya 100. Kweli hii ni vita ya kikabila? Kweli hii ni mambo ya uchaguzi tu? Kwani kuna tauni? Kwani kuna roho ya uharibifu imeshuka juu ya taifa letu? Tukasema wacha twende on the ground, kama vile Daudi alienda kusimamisha tauni. Twende pale tuombe pale. Tulipoenda pale kuomba, tulikuta jerrycan ya mtu mmoja ya blue, alikuwa anachota mafuta, ikabak map ya Kenya. Mnakumbuka wakati wa mazishi hao watu, President Kibaki alikuwako, hata wa former president Moi alikuwako, Honorable Raila alikuwako, Karamzo alikuwa pale, wakashika ile map, wakasema tuna dedicate Kenya kwa Mungu. President Kibaki akasema hiyo map iko kwa museum. Tukasema hapana. Nikasema hapana, hii map inafaa iweko, kwa sababu wakati tulipata hiyo map nilisikia Mungu ameniambia Kenya itapitia moto, lakini wale wanaoomba wakiomba Kenya haitachomeka. Praise the name of the living God. Na hapo ndio nikajua sasa inaweza kuona kama shida ni ukabila, shida ni uchaguzi. But sometimes there are forces. They just want to tear the nation apart, to destroy her destiny. Sasa wewe unachanganyikiwa, tunaingia kwa mambo ya uchaguzi tu, mambo ya ukabila, unakataa kuona ya kwamba it is the destiny of the nation at stake. Praise the name of the living God. We fight for our nation. We scatter all the forces of darkness that are fighting the destiny of our nation. In the mighty name of Jesus, from the sea to the lake, we fight all demonic forces that have risen to destroy the destiny of our nation. In the name of Jesus, we declare, you shall not prevail, you shall not succeed. Yeah! Shakabaganda. There will be no confusion in Kenya. There will be no bloodshed in Kenya. We seal our borders. We seal every county in the name of Jesus. Yes! Tunakataa viongozi, tunajua ni marango. Tunaombea viongozi wetu, hawatakuwa marango ya umwagikaji wa damu, hawatakuwa marango ya kuondoa amani, hawatakuwa marango ya kurarua taifa. Twawaombea viongozi wetu, wapatie amani Bwana, wapatie amani Bwana, wanene amani Bwana kwa taifa letu Bwana, katika jina la Yesu tunasema Bwana, hatima ya Kenya. That's why we must pray and tell God, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumekuja hapa Mombasa kusema Yesu, twafungua Mombasa, twakupatia Mombasa mikononi mwako. Enyi marango ya Mombasa, inueni vichwa vyenu, Bwana hodari aingie. Bwana hodari, Bwana wa majeshi aingie Mombasa katika jina la Yesu. It is God who thwarts the purposes of the peoples and the purposes of the nations. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kama haujui, vita ulivyo navyo vikubwa ni vita vya hatima yako. Jeremiah 29:11, Biblia inasema, I know the plans I have for you. They are not plans for evil but for good, to give you a hope and a future. One of the greatest attributes of divine nature is planning. Yaani Mungu anajulikana kwa kupanga. So wale mko hapa na hamuna mpango na mko na roho, ni vizuri mjiangalie vizuri kama huo roho ni wa Mungu. Roho wa Mungu akiingia katika maisha yako, unakuwa mtu wa mipango. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa mipango. Yaani imagine Mungu alipanga mwisho akiwa mwanzo. Anajua miaka 1000 vile utakavyofanyika kwa sababu alipanga. Ambia jirani, uwe wa mipango. Bwana asifiwe sana. Uwe wa nini? Wa mipango. Planning is the nature of God. He is a planner. It is an attribute of the divine nature. Mungu anaweza kutangaza, alitangaza kabla Yesu hajazaliwa Genesis, manabii wote walikuja wakisema vile atakavyozaliwa, atakavyokufa, atauzwa pesa ngapi, mambo yote, kwa sababu alipanga.
miaka 3000 akapanga vile mtakavyofanyika. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo niko na habari njema kukuambia kwamba amekupangia maisha yako. Hata Yesu alipokuja hapa duniani alisema, ewe Mungu, sasa wacha yatimie yale yameandikwa juu yangu katika kitabu. Kuna vitabu vingi mbinguni na kuna kitabu ambacho kimeandikwa hatima za watu, na siku zile wataishi hapa duniani zote zimeandikwa. There is a book that is written concerning everything that is supposed to happen in this life. Kila kitu kimeandikwa juu yako. Yeremia anaambiwa, kabla haujaumbika ndani ya tumbo ya mama yako nalikujua, and I set you apart to be a prophet to the nations. Praise the name of the living God. Wewe uliitwa ndio ufanyike nini? Ni vizuri kujiuliza, nini hiyo imeandikwa juu yangu ndio niweze kuiombea. Siku ya leo kwa sababu tutaomba kwa sababu ya destiny zetu, destiny ya Mombasa na destiny ya taifa letu. Wacha nikupatie mambo 7 ambayo yanaweza kufanyika katika hatima ya mtu. Mambo 7 kwa haraka. Number 1, destinies can be exchanged. Mtu anaweza kubadilishiwa hatima yake. Usipokaa macho, unaweza kuishi maisha ambayo siyo yako. Bwana asifiwe sana. Can somebody say destinies can be exchanged? Genesis 10 verse 7 inasemaje? Soma pale kwa haraka. Genesis 10, not Genesis, Ecclesiastes 10, Mhubiri 10 na mstari wa 7. Ecclesiastes 10 and verse 7, let me read for you. Inasema, I have seen servants upon horses and princes walking as servants upon the earth. Anasema hivi ya kwamba ameona watumwa wanatembea na farasi, alafu wafalme ndio wanatembea miguu. Sio ni kubadilishiwa hatima? Inakuwaje watumwa ndio wako juu ya farasi na wafalme wanatembea miguu? Ni kubadilishiwa. That means there can be evil exchange of destinies. Unakuta mtu hatima yake, maisha yale Mungu alikusudia uishi, hauishi hayo maisha. Bwana asifiwe sana. And I have prayed for even children. Hata last week, I think it's last week. No. Yeah, last week hata wakati tulikuwa mlimani. I think niligusia kitu inahusu na hii. Mama moja akakuja akaniambia, Apostle, hivyo umesema watoto huwa wanabadilishiwa akili. Ni kweli. Mtoto wangu alikuwa anapata A. Sasa mara moja alianza kurudi nyuma, anapata E. Hata sio D. Bwana asifiwe sana. Akili ya mtu inaweza kubadilishiwa. Anapatiwa akili ya mtu mjinga, na yule mwelevu akili yake inapatiwa mtu mwingine. There is evil exchange of destinies. Praise the name of the living God. We cancel every evil exchange of our destinies in the mighty name of Jesus Christ. Praise the name of the living God. Can somebody declare, oh Lord, I cancel every evil exchange over my destiny in the name of Jesus. Omba dakika moja, mwambie Bwana, I cancel by the blood every evil exchange of my destiny. I release my inheritance in the mighty name of Jesus. I take my position. The kingdom of God suffereth violence, and the violent shall take it by force. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Evil exchange. Unaweza kuta mtu maisha yale anaishi sio maisha yake. Number 2, destinies can be aborted. You can abort. Kama vile watu huchukua mimba, wanafanya abortion, destinies can be aborted. Genesis 49 and verse 3 inasema namna gani? Genesis 49 Genesis 49 naongea juu ya Ruben, na inasema Genesis 49 verse 3 inasema, Ruben, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power, unstable as the water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defiledest thou it. He went up to my couch. Praise the name of the living God.
Ruben anaambiwa na Jacob baba yake ya kwamba wewe ndiye mzaliwa wa kwanza, ishara ya nguvu zangu. Unafaa kama mzaliwa wa kwanza upokee double portion. Lakini sasa kile kitendo ulikifanya kupanda katika kitanda changu mimi baba yako. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amen. Kinafanya uabort. Si watu wakitaka kufanya abortion kuna ile mandawa wanakunywa, sijui wengine wanakunywanga sijui majani kali, sijui nini. Vitu tofauti. Even in the spirit realm, there are things you can do in your life. You abort your destiny. You affect your own destiny. Praise the name of the living God. I seal your destiny by the blood of Jesus. That your destiny will never be aborted. In the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. So ukiona watu wanaingia katika mambo ya uovu na mambo ya uchafu, hata ukiona mtu ana compromise na hajali, I am very careful because I know there are things I can do in my life and I abort my God-given destiny na niipoteze. Nikose kufanyika. Wacha tu kuona unafanya dhambi na Mungu ni kama hakuulizi na nikana kwamba hakuna kitu kinafanyika. Mungu anakuangalia hivi anasema ni Deuteronomy 30:19, nimeweka mbele zako baraka na laana, kifo na uzima. Chagua uzima ndio wewe uishi na watoto wako. There are choices you make in your life. You abort your destiny. Your own destiny. Wewe unaangalia tunaona ni kama Mungu hakuulizi. Hakuna jambo linafanyika. Kumbe you are killing your own destiny. You are choking your own destiny. Baadaye you become a nobody. Baadaye you become useless. Mtu ambaye angeenda bali maishani, mtu ambaye angefanya exploit maishani, baadaye anafanyika bure. Praise the name of the living God. I'll be careful kuona ya kwamba mambo yale ninafanya hayatakuja kuathiri mimba ambayo nimechukua ya hatima yangu. Kile Bwana, the way I am wired. Hata Samson alipozaliwa, hata mama yake alikuwa huyu asinyolewe, huyu asikunywe mvinyo, na hata akiwa katika tumbo usinywe mvinyo, kwa sababu mambo haya yataabort destiny yake, na yeye yataanza kukomboa Waisraeli mikononi mwa Wafilisti. Praise the name of the living God. Amen. Somebody declare, oh Lord, help me never to abort my destiny. By the way, one of the greatest enemy of your destiny is not the devil. It is you. Watu wengi wanablame shetani kwa kila kitu na wanasema shetani ni mbaya, lakini wacha nikwambie, adui yule mkubwa kwa hatima yako sio shetani. Bwana asifiwe sana. If you read in the book of we don't have time, Isaiah 14:27, Mungu amesema mambo yale yote ameapa, kusudi lake lote litafanyika. Hakuna mtu anaweza kuzuilia Mungu atende kusudi lake, ni wewe tu. If you don't cooperate with God, wewe ndiye kizuizi kikubwa. But if you cooperate with God, Mungu hakuna kizuizi kinaweza kumzuilia akafanya na wewe. Hata mashetani yote ya kuzimu yainuke, Mungu atakushindania. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the living God. Lakini ukicompromise, ukiribel, ukose kutii Mungu, then you are destroying your own destiny. Praise the name of the living God. So destinies can be aborted. You can abort your own destiny. Number 3, destinies can be delayed. Mtu anaweza kuchelewa kufika. Israel, Mungu alikuwa amesema watakaa Egypt miaka 400. Lakini walitoka pale baada ya miaka 430. Wale wanasoma even in the book of Acts, we may not be able to go into that. Nitaenda haraka, lakini wacha niseme walichelewa for 30 years. Destiny can be delayed. Tena walipofika tena kuingia, the spies brought a bad report. Tena wakazunguka jangwani. That generation died. It is another generation iliweza kuingia. Destiny can be delayed. Kuna watu mahali saa hizi, mahali yako sio mahali unapaswa kuwa. Amechelewa. Kenya mahali iko sio mahali nafaa kuwa. Kanisa la Kenya mahali tuko sio mahali tunafaa kuwa. Tumechelewa. Tunachelewesha makusudi ya Mungu. Tunachelewesha mataifa yale mengine. Because destinies
can be delayed. I break every power of delay over my life, over my ministry, over my calling. No more delay over Kenya, over Mombasa County. Every spirit of delay, I break you asunder in the name of Jesus. All the forces that are delaying you to your destiny, let them be broken tonight in the name of Jesus. Praise the name of the living God. Na ujue ya kwamba kuna jinsi unaweza kuchelewa ukose kufika. Iwe ni watoto wako watafika mahali Mungu alikusudia, ama ni watoto wa watoto wako. Kenya kuna vile inaweza kuchelewa. Ile revival tumekuwa tukigojea iwe hatutaiona. Sisi tuwe tutaona machukizo. Ni watoto wetu ama watoto wa watoto wetu watakuja kuona kile Mungu amenena juu ya taifa hili. Na kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba Mungu atainua watu ambao wanaambia Mungu, I am ready to cooperate with you because of the season. Niko tayari kufanya kazi na wewe kwa sababu ya majira haya. Tusipoteze majira haya. Lazima kuwe na watu who have the spirit of the sons of Issachar. They understand the times and they know what the church ought to do. Wanaelewa majira na wanajua kile kanisa inapaswa kufanya, ndio tusichelewe. Unajua unaweza kuishi miaka yako yote ukisema unangojea Mungu, lakini naye Mungu awe anakungojea. Na kuna probability kubwa wakati unangojea Mungu ndiye anakungojea. Praise the name of the living God. Yaani ukingojea Mungu unataka kumaanisha yeye hajajipanga. Mungu anaweza kuwa anatungojea. Praise the name of the living God. Somebody say, don't cry to God and tell God use me. Cry to God and tell God make me usable. Because the fields are ripe with harvest. Na anasema nataka wafanyikazi. Nasi tunalia Bwana nitumie. Tungekuwa tunalilia Bwana, tunamwambia Bwana, Lord, make me usable. Praise the name of the living God. Because wengine pengine katika ile hali tuko mazingara tuko, hatujakubali the work of transformation, kubadilishwa ndio tuweze kutumika. I break every spirit of delay over your life, over your ministry, over your finances, in your spiritual life. Every spirit of procrastination, in the mighty name of Jesus, let it be broken. Many times what causes delay is procrastination. Some of you, ukiongea ukweli kabisa, kuna mambo Mungu alianza kukuzungumzia 3 years ago na bado haujafanya. Umekuwa tu ukijua na Mungu anataka mimi nijitoe hivi, na Mungu anataka nisimame hivi. Wangapi unajua hivyo ni kweli? Yaani unakuta unachelewa mwaka mzima, miaka 2, miaka 3, na unajua tu there is a witness in you that is telling you this is how you are supposed to stand so that God can be able to use you. Sasa hiyo ndio huzaa the spirit of delay in your destiny. Unakuta mahali ungekuwa sasa mwaka wa 2017 uko mbali sana. Praise the name of the living God. Hallelujah. I sense that so many of us, we are not where we are supposed to be. There is a spirit of delay at work in the church in Kenya. And so many destinies are delayed. And you know, when you delay, then you cause distraction. Because your destiny is connected with so many other people. Kuchelewa kwako kunaweza kufanya watu wengi sana waangamie na waumie, kwa sababu wewe ndio unapaswa kuinuka ndio waone wokovu wao. Bwana asifiwe sana. Mwambie Bwana, nisamehe kuchelewa kwangu, na kule nimefanya watu waumie na wakaangamia. Nisaidie majira haya nikaweze kuinuka na kufanya mapenzi yako. Amen. Pokea neema katika jina la Yesu Kristo. Receive the grace you need. Receive the grace you need. Number 4. Destinies can be killed. Hatima ya mtu inaweza kuuawa. Destinies can be killed. Mfano mzuri ni wakati wana wa Israeli walikuwa kule Misri. Farao akasema kwa wale wazalisha wa Kiebrania, akawaambia mkiona ni mtoto kijana ua, kwa sababu kijana ako na hatima kubwa. Msikubalie kijana aishi. Destinies can be killed. Old Testament is more physical. Walikuwa wanaua physical, but New Testament is more spiritual. Na hawa wazalisha hawakuwa wa Misri. Bwana asifiwe sana. Walikuwa Waibrania,
That means sometimes the devil incites our fellow church members and ministers to kill destinies in the church. Kuna hatima nyingi zimeuawa na hazikuuawa na watu walio kule nje, ziliuawa na watu walio ndani. Bwana asifiwe sana. Kwani hatima ya Joseph ilikuwa inataka kuuawa na nani? Haikuwa inataka kuuawa na watu walio nje. Ndugu zake walisikia ndoto zake, wakamuonea wivu, wakasema wacha tumue huyu mjinga